Basi mpenzi mtazamaji, karibu. Basi tumekuwa katika swala la kuchanganua masuala ya siasa katika ukurasa wa kwanza kwenye mada kuu kwamba kimeumana katika ODM, changanuzi wa taifa leo. Ukiangalia umati uliamua kuegemea katika uwanja kule Kitengela, ambapo kulikuwa na mrengo wa Linda Mwananchi ambao uliongozwa na Edwin Sifuna, na kulikuwa na mrengo wa Linda Ground kule Tononoka kule Mombasa, ambao ulikuwa unaongozwa pamoja hapo na Gladys Wanga. Basi pia kuna masuala mengine ambayo yameangaziwa, uhasama mkali ODM. Swala hili limeendelea katika ukurasa wa pili, kwamba kuna uhasama ambao unaendelea kwa ajili ya ubabe na tofauti kali za kisiasa jana ziliendelea kuandama chama cha ODM, huku mkutano ulioandaliwa Kitengela, kaunti ya Kajiado, na viongozi waasi chamani humo ukitibuliwa na maafisa wa usalama kwamba wanaita ule mkutano uliokuwa kule maeneo ya Kitengela kwamba ni waasi. Katika ukurasa wa tatu, polisi wanaza magunia 600 ya mbolea bandia. Hili swala linakera na kukereketa maini yetu tunaposikia kwamba mbolea bandia, na huu ni msimu wa kufanya kazi ya upanzi, wakulima wanapojiandaa kwa ajili ya upanda. Na kuna bitaifa anaitwa Gladys Njoki kutoka kaunti ya Nakuru, ndiye mpambe wetu leo. Yeye ni mpishi na uraibu wake ni kupika, kusoma vitabu na kuogelea. Kwa hivyo sisi Waluya tukisikia kwamba ni mpishi ambaye hawezi pika mashakura, tunafurahia, maana tunaanza sogea karibu. Joto kali Kajiado, Kendianye na Lengu wakiwinda useneta. Kwa hivyo kuna joto la kisiasa, masuala ya kisiasa ambayo tunaendelea kuyashuhudia kule katika maeneo ya Kajiado. Kule ni habari za kitaifa, habari za pwani, kwamba koti yapinga uundaji makundi kulinda kura, kwamba kuna baadhi ya makundi ambao ni goons ambao wana nia ya kulinda kura, ila nia yao ni tofauti na wakati mwingine inaishia kufanya mambo mengine. Bila shaka nina mwalimu hapa ambaye anaandaa kipindi, awasalimu tu na pia aseme I want to believe everything is sawa. Everything is good. Na tunafuatilia siasa, politics. Ni fani wa Arsenali, anaweza tuambia weekend yake imekuwa vipi? Imekuwa swafi. Jana imekuwa bao ngapi? 4-0. Kipindi cha kwanza. Tumemaliza kazi. Valentine imekuwa vipi? Imekuwa sawa. Bila shaka alikuwa na kumngarisha, ndio maana ameng'ara hivi. Asibure ana mpango kabambe. Basi masuala mengine yatafuata, ila tuangalie kwenye tahariri. Tahariri ni kwamba Wakenya wasife kwa njaa tena, wasaidiwe upesi, kuwe na mipango kapambe ambayo itasaidia kumaliza ufanisi, si kupitia sayansi pekee. Kiswahili kina nafasi za ajira pia. Kwa hivyo nyinyi wapenzi wa Kiswahili, kuna mhariri ambaye anatueleza kwamba pia Kiswahili kina nafasi. Makala haya ya Mwage Jure Bigi Matundura ameangazia kutimuliwa kwa Sifuna kulifaa sana. Hapa barua kwa mhariri, kuna mwenye ameangazia hapo masuala, anaitwa Cornelius Nasonga kutoka maeneo ya Busia, anasema kulifaa. Katika mjadala wa leo naweza jibu hili swali. Polisi jana walitibua mkutano wa viongozi waasi wa ODM eneo la Kitengela.
Unaona hatua hii kwa ukandamizaji na ukiukaji wa haki ikizingatiwa, kuna uhuru wa kutangamana na kujieleza, uhuru wa kikatiba ambao unampa mwananchi haki ya kujieleza, upo ama haupo. Na mbona mkutano ambao unaitwa ni waasi ukatibuliwa katika maeneo ya Kitengela? Kuna masuala ya kimataifa. Katika ukurasa wa 9 kuna wazo hapo kwamba alipokia mkewe kutomridhisha chochote sababu kuwa mzembe. Kutomridhisha ati kwamba mkewe haridhiki kwamba mumewe ni mzembe. Kidosha mpa Polo masharti ya kunyoa masharubu yake kabla ya kumrushia mistari. Sasa masharubu na mistari inawana vipi? Wasichana pia wana masharti. Utapata msichana ambaye ana umri wa miaka 25 anatafuta mwanaume ambaye ni hard working, financially stable, ako na kazi. Ikifika umri fulani kama wa miaka 40 anasema mimi nataka tu bora mwanaume. Bora tu mwanaume. Kwa hivyo wakati unampa mwanaume masharti, chunga usiachwe nje ewe dada. Akiliunde bila shaka kwa Kiingereza wanaita AI, kwamba wanatumia teknolojia ibuka ya akiliunde ama AI kukuza studies za kusikiliza, kuzungumza, kusoma na kuandika katika elimu. Kwa sababu ya maendeleo makubwa kwenye ulingo wa teknolojia, wanafunzi wametakiwa kupata ujuzi wa kutumia tarakilishi. Kwa hivyo inazungumzia masuala ya AI, nimeshughulikia hapo. Swali langu ni je, ulisherehekea vipi siku ya Valentino? Wewe ulisherehekea vipi? Mimi yangu ilikuwa shwari tu hivyo. Basi kuna mwalimu study na mwana scout hapa anaitwa Bwana David Washira. Midhamo wakati wa mahojiano katika shule ya upili ya Kianyaga Boys, kaunti ya Kirinyaga. Mwalimu study na mwana scout, bila shaka hivi tunaendana pamoja. Matumizi holela ya maneno juu na ndoo katika sentensi. Kwa hivyo limeangaziwa hapo. Katika masuala ya sporti, Red City Newcastle zatamalaki ligini FA. Na mbona hawajaweka timu ya Arsenal hapa? Na ndio ililima mtu ne mtungi. Kwa hivyo pia hata sijafurahia, maana hiyo ndio ilikuwa mechi ya mwisho hapo jana, ikatufungia weekend vizuri. Gor alama 6 kileleni juu ya Ingwe, Waithira akifunga la 13 KPL. Kwa hivyo ni masuala ya kisiasa hayo tu. Nashukuru kutangamana pamoja nami mpenzi wangu. Kwa hivyo wiki hii ni wiki ambayo tumeanza vyema na natumai tutakuwa pamoja. Kuna masuala ya michezo katika shule za upili, tutatangamana kule nyanjani katika masuala tofauti. Nakutakia wiki njema, wiki bora. Mola akujalia nijali pia nami kuwa na wakati mwema.